Mtazamaji, karibu sana kwenye kipindi cha Jicho la Uchaguzi. Mimi naitwa Ben Mitimingi. Hapa tunazungumza masuala yote yanayohusu kuelekea kipindi cha uchaguzi, na leo nimepata bahati ya kukutana na mtaalamu wa saikolojia anaitwa Charles Kalungu. Tunayazungumza haya kwa sababu uchaguzi huu una mambo mengi, masuala ya kampeni, masuala ya shughuli mbalimbali za vyama yanahusisha watu, na wakati mwingine yanatikisa saikolojia, namna ya kufikiri na mambo mengine kadha wa kadha. Na ndio maana leo niko na mtaalamu hapa kuweza kuyazungumza hayo. Kaa na mimi mwanzo mpaka mwisho kama nilivyokujuza. Naitwa Ben Mitimingi. Achia comment yako, maoni yako ni muhimu sana, lakini unaweza kuandika ujumbe kupitia namba ya simu ambayo unaiona kwenye runinga yako hapo, na mimi nikasoma kwa ajili ya kipindi kinachofuata. Kwa hiyo bila kupoteza muda, acha nianze kuzungumza na kuuliza maswali kadhaa kwa ndugu yangu hapa Charles Kalungu. Hebu tuambie kitaalamu, ni mambo gani ya kisaikolojia yanaweza kuathiri maamuzi ya wapiga kura wakati wa uchaguzi? Kitaalamu, mambo ambayo yanaweza kuathiri wapiga kura wakati wa uchaguzi, cha kwanza naweza nikawa nasema labda ni hali ya kiusalama. Unajua wapiga kura wengi huwa wanapatwa na mfadhaiko wanavyoona pengine usalama unakuwa ni mdogo, au kuna hali fulani ya wiziwizi kutokea. Ndio alikuwa anapiga kura yake alafu anaona pengine labda box la kula halina usimamizi mzuri, lakini pia hata watu ambao wanaosimamia kula hawapo serious kiasi hicho. Inaweza kumfanya yeye afadhaike na kutokupata ile hali ya utulivu au ile hali ya amani ya nafsi. Lakini kitu kingine pia ni swala pia zima la upendeleo. Mpiga kura anapokuwa anaenda kupiga kura alafu pengine anaona kuna mambo ambayo hakuyatarajia yanafanyika, pengine labda anaambiwa tunaanza na aina hii ya mtu, tuanze kumpigia kura huyu, au pengine lazimishwa kwa namna fulani kupiga kura, anaweza asijisikie vizuri na anaweza akawa na mfadhaiko vile vile. Kwa hiyo inaweza kumwathiri yeye kwa namna fulani. Kingine pia ni ubaguzi. Kuna muda au kuna wakati piga kura akiwa na hali fulani ya udhaifu, akibaguliwa, akaambiwa ninyi mtapiga baadaye, au fulani inabidi waanze kundi hili, hii hali pia kwa kiasi fulani huwa inasababisha mfadhaiko na kumwathiri mpiga kura anayepiga kura kwa ajili ya kuweza kutafuta au kuchagua kiongozi sahihi. Okay, sawa. Kuna mambo kama hofu, uoga fulani. Ndio. Ama wakati mwingine hasira. Ndio. Lakini si tu hasira, lakini wakati mwingine matumaini makubwa sana. Ndio. Watu kuelekea uchaguzi wanaweza kuwa na mambo kama hayo. Ila hofu sana, au wakawa na matumaini makubwa, sasa tunaenda kupokea kitu fulani. Lakini pia kwa na hali zingine tu za kihisia kwenye kuelekea uchaguzi. Unadhani mambo kama hayo yanaweza kuathiri vipi mchakato mzima, athari kwa huyo mpiga kura mwenyewe au yule anayeenda kupigiwa kura? Athari ya hofu haikwepeki. Unajua mnapokaribia tukio husika, hasa la kuchagua au kupigia watu kura, kila mtu anakuwa na pressure. Sio tu anayechaguliwa, hata wale wanaochagua wanakuwa na pressure na wasiwasi kwamba je, tunayemchagua atashinda? Kwa sio swala la yule anayechaguliwa tu, kwa hata yule ambaye anachaguliwa pia anakuwa na pressure, je, watanichagua? Kwa lazima awe na wasiwasi, awe na hofu. Pressure inakuwa juu sana, inakuwa kubwa. Sasa hii inaweza kumwathiri mtu kwa kumfanya pengine aidha kama akiwa hana self control pate madhara makubwa kiafya. Kuna wengine wanapata koma. Koma ni ile hali ya kupoteza kabisa hisia na utimamu kwa muda. Unakuwa hauwezi kutikisika, hauwezi kufanya chochote, lakini unaweza kusikia yanayozungumza yanayoendelea. Kwa unaweza kupata shock, unaweza kupata changamoto ya kisaikolojia, na mwisho wa siku ukajikuta pengine ulikuwa na nafasi nzuri tu ya kushinda, lakini ukashindwa kwa sababu ya ile hofu kwamba nitaenda kuzungumza nini na hao watu. Pengine ni mara ya kwanza. Kuna wale ambao ni wazoefu, pengine ni mara ya pili, ya tatu, anaenda tena kwenye jimbo lake kuomba kura. Lakini kuna yule ambaye ni mara ya kwanza, nitawaambia nini hao watu? Mimi sina experience yoyote, sijawafanyia chochote, ndio naenda mara ya kwanza. Kwa ile kuogopa inaweza kumpelekea mtu kushindwa kabisa kupata nafasi ya kuchaguliwa au kuteuliwa. Na wakati mwingine pia kuweza kupoteza ile hadhi ya yeye kuwa mgombea. Unaweza kupatwa na tatizo la kiafya kwa sababu ya kuogopa tu. Okay, sawa. Kwenye kampeni huwa kuna kuaga na lugha, wakati mwingine tunaweza kuziita lugha za matusi, kushambuliana. Na umesema hapo kwamba inawezekana mtu ndio mara yake ya kwanza kugombea. Kabla hatujaanza kurekodi hapa, ulisema watu huwa wanafikiri matokeo, hawafikiri mchakato. Ni kweli. Sasa tumzungumzie huyu mtu ambaye anatarajia kuwania. Na labda ni mara yake ya kwanza. Na mienendo ya
kampeni na kuelekea uchaguzi, tunafahamu hayo masuala ya lugha wakati mwingine zenye kukera huwa yanatokea. Kunaweza kuwa na athari gani kwenye familia ya huyu mtu ambaye ameamua kuingia kwenye kinyang'anyiro? Athari za huyu mtu naweza zikawa nyingi. Kama ulivyoanza ni kwamba unajua kuna muda au kuna wakati hawa wanasiasa au ukiamua kuwa mwanasiasa lazima pia ujifunze kitu kinaitwa emotional intelligence, uwezo wa kudhibiti hisia. Ukiachilia mbali tu kuwa mshindani kwenye majukwaa, lazima uelewe wewe pia ni baba nyumbani kama ulivyosema, lazima uelewe pia unategemewa, na huwa haina mipaka. Unaweza ukawa ni mama au baba. Kwa hiyo si nikawa nimewagusa pengine wanaume kaonekana wanaume tu ndio wanaosuka kwenye siasa. Hapana, hata kina mama pia vile vile. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaweza ukashambuliwa kwa maneno na wananchi. Sasa na wewe kwa sababu ni binadamu, unaweza ukajikuta unasema au unatamka kauli ngumu ambazo kwa namna moja au nyingine zinaweza zikaitafsiri au zikakutafsiri wewe na zikaathiri pia familia yako. Ndio maana wanasiasa wengi sana wenye akili huwa wa-expose watoto wao hadharani, huwa wanawaficha kwa sababu ile inakuwa ni maisha yake yeye na sio maisha ya familia yake. Ni risk take. Kwa hiyo kuna muda unaweza ukaathiri familia yako kwa sababu ya kauli unazozisema. Ndio maana kuna watu wengine wakiwa chini ya watu au wakiwa pengine wana muunganiko fulani na watu, wanakuwa na hali ya ujeuri. Lakini kisaikolojia pia kuna muda au kuna wakati tu mtu anakuwa na utata mwenyewe. Anaweza kuwa ni narcissistic. Kwa hiyo ni kiongozi narcissistic, jeuri, mtata, hashauriki, mkorofi, mwenye kauli mbaya, ambazo kwa namna fulani zinaweza zikatengeneza tatizo. Kwa hiyo kuna muda au kuna wakati pia unaweza ukajikuta kama una uwezo wa kudhibiti hisia zako, unaidhalilisha familia yako. Kwa sababu siasa ni mashindano vile vile. Japokuwa ni mashindano ya jukwaani. Siasa ni mashindano ya maneno, mashindano ya kauli. Na ndio maana kama nilivyosema, watu wanaangalia sana matokeo na sio mchakato. Ila mchakato wake ni mzito kweli kweli mpaka watu wakupe nafasi. Inakuwa sio rahisi. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa kila mwanasiasa ambaye anagombea nafasi ya uongozi fulani akawa na staha ya kauli zake, kwa sababu unachokizungumza leo, kesho na kesho kutwa kinaweza kikakumbukwa na mwisho wa siku kikakuathiri wewe au kikaathiri familia yako. Mtu anaweza kawa anazungumza kitu kwa ajili ya kufurahisha tu mdomo wake, lakini kesho na kesho kutwa kabeba uzito wa hali ambazo au hali ambayo familia yake inapitia. Mtu ambaye anajipanga kuingia kwenye uchaguzi kwa maana kwenda kuwania nafasi fulani, anaweza kuilindaje familia yake kisaikolojia? Kwa sababu anajua anaenda mahali penye kila aina ya tope, kila aina ya takataka, lolote linaweza likarushwa. Anawezaje kulinda familia yake psychologically? Mtu kama huyu inabidi aiandae familia yake kwa kuelewesha, kaa nayo chini na kuwaeleza ukweli kwamba anapoingia ni sehemu ambako kuna tope kama ulivyosema. Kuna tope na kuna hali tofauti. Kuna vitu vinavyoviona vinaweza vikawa vinaonekana ndivyo lakini sivyo kwenye uhalisia. Maana sio kila kinachosema kwenye siasa huwa ndivyo kilivyo. Kwa kuna kauli, kuna maisha ataanza kuishi ambayo familia inaweza kashangaa. Mbona baba anakuwa hivi? Mbona mama anakuwa hivi? Kwa hiyo swala ni kuweza kuelewesha na kuelewesha familia kwamba sasa anaingia katika maisha tofauti kabisa na yale ambayo familia haikuyazoea. Kwa hiyo wajiandae kwa lolote. Ni aidha taarifa zisizofaa zitasikika au matukio yasiyotarajiwa yatatokea, lakini yote kwa yote inabidi waelewe ya kwamba yuko sehemu ambayo inahitaji sana kueleweka. Kuna muda anaweza kama anazungumza jukwani akazungumza kauli fulani, mzee anazungumza vitu vya namna hii, mama anazungumza vitu vya namna hii. Kwa hiyo familia inabidi kae nao aieleweshe, ili mwisho wa siku zile athari zitakazotokea baadaye zisije zikaleta madhara kwa familia, lakini pia hata kwa upande wake. Maana mara nyingi pia tunaangalia familia sana sana kwa sababu wewe unayezungumza una uwezo wa kujitetea. Hawa ambao hawana uwezo wa kujitetea na hawajui wanapaswa kufanya nini wajitetea wawe salama, athari huwa ni kubwa sana kwao, kwa sababu wanawindwa na kutafutwa ili waweze kucompensate au kufidia madhara ya kile ambacho wewe ulikianzisha. Okay, sawa. Kuna watu wanatafsiri siasa kama ni mind game. Mchezo fulani hivi wa akili, na labda wanasiasa huwa wanacheza na akili za watu. Namna fulani ya kucheza na saikolojia zao. Sasa kama ni hivyo, wewe unaamini kwamba mwanasiasa anaweza kutumia saikolojia kuhack mind za watu ili kumchagua hata kama hana sifa? Kuna uwezekano, kwa sababu unajua akili ya mtu yoyote au akili ya mwanadamu imeumbwa katika kupokea habari nzuri. Sasa wanasiasa wengi kama ulivyosema huwa wanatumia mind trick kuweza kumanipulate
mioyo ya watu kwa kuweza kuwaahidi vitu vizuri vizuri. Kama nilivyosema, akili ya wanadamu yoyote haipendi complex issues. Kwa hiyo unapokuwa unasikia habari mbaya, mambo magumu, matatizo, huwa inaepuka, lakini ikisikia vitu vizuri inakuwa inafurahia zaidi. Inakuwa inapenda sana matokeo ya vile vitu na sio kuangalia mchakato kwamba hiki kinasemwa, lakini je, mpaka kitimie itakuwaje? Kwa sasa hiyo hali wanasiasa wengi wanaitumia kuweza kuwalaghai, sio wote, wachache, kuwalaghai watu wawachague, wawape nafasi katika nyadhifa mbalimbali, mwisho wa siku kuwatelekeza. Na ndio maana kuna majimbo mengi ukienda hakuna maendeleo yoyote, hakuna chochote ambacho kimefanyika. Sana sana wanachokifanya huwa wanahitimisha kwa kufanya kitu ambacho kina muendelezo. Wanakuambia nimeanza na hapa, naombeni mnichague nimalizie. Hiyo pia ni mind game. Sisi hizo tunaziita ni techniques za compliance. Yaani kumfanya mtu a comply. Kwamba kuna foot on the door. Naanza na request ndogo, nafanya kidogo mwishoni ili mnione niko serious. Kwamba pengine nilikuwa nimebanwa sana, mambo yalikuwa hayako sawa, kwa hiyo naomba mnielewe. Sasa hiyo naomba mnielewe inakuwa ni gia ya kuweza kuingia nafasi ya pili. Akiingia tena kwa lengo nyingine, anabadilika na kuwa mtu tofauti kabisa, kwa sababu pia siasa inahitaji moyo. Siasa inahitaji pia kaliba. Kuna watu wengine kaliba ya uongozi hawana. Kwa hiyo wengine wanaingia ili wapate manufaa na sio kuweza kuacha alama kwenye jamii au jumuiya ambazo wanazochagua kwa hizo nyadhifa hizo. Tuko kwenye nyakati ambazo vyombo vya habari vina nguvu sana, hasa mitandao ya kijamii. Ndio. Na huko kunaweza kubadilisha mood ya mtu. Imefika wakati watu wanasema ni bora ukose hela ya kula lakini usikose pesa ya bando. Kwamba kuna namna, kuna hitaji la moyo fulani vinaweza kupatikana mtandaoni kwa taarifa mbalimbali. Kipindi cha kuelekea uchaguzi, unafikiri yanayozungumzwa, yanayorushwa huko na watu yanawafikia kwa haraka kulingana na teknolojia ya habari iliyopo, yanaweza kuathiri vipi wananchi? Kiukweli sasa hivi kuna influx of information. Nikisema influx of information maana yake ni taarifa mrundikano. Taarifa ni nyingi, vyanzo ni vingi na vyanzo vingi havijathibitika. Sasa mara nyingi sisi akili yetu huwa ina vichujio vya taarifa na kauli. Sasa hivi vichujio vya taarifa na kauli mara nyingi huwa vina baadhi ya maazimio na ubongo au kuna ufahamu huwa yafanyiwi kazi. Tunaita unattended messages. Zipo tu ambazo sasa zikipata mwamko au kichocheo huwa zinakuwa impulsed moja kwa moja na zile taarifa za ghafla. Watu wanapenda sana taarifa na hawajali taarifa hizi ni nzuri au mbaya. Wengi wanapenda taarifa lakini hawapendi kuchunguza. Kwa hiyo hizi taarifa zinavyokuwa nyingi, mara nyingi huwa zinapotosha na mara nyingi pia huwa zinafadhaisha, kwa sababu zinawapelekea watu wengine kufanya maamuzi ya ajabu bila kufikiria. Yaani wanaamini katika taarifa kuliko uchunguzi wao wenyewe binafsi. Kwa hiyo wingi wa taarifa na mitandao ya kijamii umeleta mpasuko mkubwa sana hasa katika nyanja ya upotoshaji. Wengi wanapotoka kwa sababu vyanzo vya kuaminika ni vichache sana. Vyanzo vya kuaminika ni vichache sana na watu hawana muda wa kutafuta taarifa sahihi, watu hawana muda wa kuchunguza, watu hawana muda wa kufuatilia. Kila kinachokuja wanakichukua kama kilivyo na wanakikubali, wanakiamini kwamba hiki ndivyo kilivyo. Ndio maana kuna taarifa nyingi sana, kumbe sio kweli bwana, hii imekuwa hivi. Kwa sababu tunapenda mno kuchukua taarifa zilizopikwa katika uongo na kuzikubali na kuziamini kwamba ndivyo zilivyo. Kwa hiyo hata katika siasa kuna taarifa nyingi sana ambazo tutarajie zitapikwa. Kuna matokeo mengi ambayo tutayaona imekuwa hivi, mwisho wa siku nakuta sivyo, kwa sababu unapenda kufuatilia, unajua. Lakini kwa watu wengine unakuta tayari kufanya maamuzi na imewaathiri kisaikolojia. Inawezekana mwanafamilia mwenzangu, ndugu yangu ambaye tunajua alikuwa na tabia hizi, akiingia kwenye mambo ya uchaguzi, ameenda kugombea, inawezekana mpaka uchaguzi umeisha akawa ni mtu mwenye haiba nyingine. Kisaikolojia anaweza kubadilishwa kulingana na kashikashi za uchaguzi. Inawezekana, kwa sababu kisaikolojia mtu anaweza akatengeneza tabia mpya kwa siku 14 na akatengeneza mtindo kwa siku 90. Siku 21 zinatosha kuweza kumfanya mtu abadilike. Kwa hiyo unapokuwa unaambatana na mtu kwa muda fulani, na share energy moja. Kwa mkishare energy moja, ina maana hata mtazamo wako kwa namna fulani unakuwa spoiled. Ukiwa spoiled unatengeneza muunganiko. Ule muunganiko unafanya ninyi muanze kufikiria pamoja, kwa sababu kuna vitu unakuwa unavitarajia. Yaani kinachomfanya mtu aweze kuungamana na mtu, awe karibu na mtu, ni yale matarajio alionayo. Ndio maana kama nilivyosema, watu wengi sana huwa wanafikiria matokeo na sio mchakato.
Kwa hiyo mtu baada ya kuona au kuambiwa matokeo yake atakuwa ni hivi, basi ni lazima atajitoa kwa hali na mali, na mwisho wa siku anajikuta yuko katika mfumo huo na anaanza kuishi kwa vile vile. Kwa hiyo kuna watu ambao haiba zao zitakuwa distracted kwa namna fulani, au zitakuwa twisted au adjusted, yani zitarekebika au zitabadilika kidogo au zitatikiswa kidogo kwa mchakato huu na wakati huu wa uchaguzi. Wengi wataambatana na watu ili wapate vitu, na wengi watakubali kunyenyekea ili mwisho wa siku wapate ambacho wameahidiwa. Lakini pia baada ya uchaguzi kuna watu pia watakuwa disappointed, kuna watu watakuwa na depression, kuna watu watakuwa na mfadhaiko, kuna watu watakuwa na hasara, watakuwa na madeni. Yako mengi ambayo watu wengi hawatarajii. Wanachotarajia watu zaidi ni matokeo mazuri na habari njema, kwamba tutafanikiwa, tutavuka, tutakuwa hivi. Basi hicho ndicho kitu ambacho watu wanachokitarajia zaidi na sio kitu kingine. Bila shaka baada ya uchaguzi, kwa wale ambao watapata depression, inabidi watafute wataalamu wasaidie kabisa, kwa sababu naamini kuna watu watakopa, watawawezesha marafiki zao. Kuna watu ambao wanaamini kuna mtu atashinda. Ndio maana nikasema kwamba watu wanaamini katika kushinda tu na sio kushindwa. Yaani wameshajiwekea matokeo kwamba sisi lazima tushinde. Sasa ikitokea huyu mtu ambaye anaamini kwamba anaenda kushinda, asiposhinda lazima mfadhaiko mkubwa. Ndio maana wengi pia wanakuwa na pressure, wanafariki, na kuna mwingine anapata pengine koma, kuna mwingine anapata mfadhaiko, anakuwa depressed, anaumia, anateseka kihisia, na kuna wengine wanachanganyikiwa kabisa. Kwa hiyo mrejesho unakuwa ni mkubwa sana kulingana na aina ya matarajio ambayo mtu alikuwa nayo. Kwa hiyo ni muhimu zaidi nadhani kwa wanasiasa na hasa familia pia kutokutarajia sana makubwa kwa mgombea yoyote ambaye wanamwakilisha au anawawakilisha kama familia, ili kesho na kesho kutwa akishindwa wasianze kumsema tulikwambia ilikuwa hivi, kwa sababu kuna bullying pia inatokea. Tulikwambia usifanye hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa kuna mengi ambayo yanatokea. Kuna wengine ambao wanapenda hivyo vitu lakini mwisho wa siku hawafanikiwi. Kwa hiyo wakikosa pia hata watu wa kuwapongeza, bwana angalau umejitahidi, inaweza ikamvunja sana moyo na kumuona kwamba yuko peke yake. Sawa, kuna tabia zozote za kisaikolojia ama hulka fulani ambazo zinaweza zikamtafsiri kiongozi bora? Kisaikolojia kiongozi yoyote ambaye ni bora anatafsiriwa kwa kuna vitu vinaweza kumtafsiri kiongozi bora, lakini kisaikolojia huwa zipo hulka au vibainishi ambavyo vinaweza vikamuidentify kiongozi. Kwa mfano, watu wengi ambao ni viongozi kwa asili huwa wana hulka ambayo ni combined, choleric na sanguine. Yaani hao wanakuwa ni watu ambao they are born to lead. Ila kuna wale viongozi wa kutengeneza ambao ni phlegmatic na melancholic. Hawa ni viongozi ambao wakitengenezwa wakapikwa wanakuja kuwa viongozi bora sana. Hawa choleric na sanguine mara nyingi wanakuwa wanaongoza kwa sababu they are natural leaders. Sasa mara nyingi wanaga maarifa, wanakuwa wanaamini katika vile ambavyo wanavyoamini. Lakini hawa melancholic ambao ni ambivert, inakuwa ni rahisi sana kwa wao kuweza kuongoza kwa weledi, kwa sababu wao hawajazaliwa viongozi, wamejifunza kuongoza watu. Kwa hiyo wanajua mifumo, misingi ya uongozi pamoja na maisha ya uongozi, kwamba inabidi tufuate itifaki, mambo yawe hivi, yaende hivi. Lakini wale kwa sababu wanakuwa ni much know, they know a lot and they exposed, they are confident, kidogo kwao inakuwa ni changamoto kuweza kucope na mabadiliko, au pengine wakati mwingine kufuata, kutii maelekezo na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo uongozi unaweza kutafsiriwa katika hulka namna hiyo. Lakini kingine pia tukirudi kwenye uhalisia, kiongozi yoyote nadhani kuna zile tabia ambazo kiongozi anakuwa nazo. Mtu wa maamuzi. Kama huna maamuzi wewe huwezi hufai kuongoza. Kiongozi lazima mtu wa kuamua. Umeona? Lakini pia kiongozi lazima awe ni mtu ambaye anajiamini. Huwezi kuongoza watu wakati haujiamini. Kiongozi pia lazima awe ni mtu ambaye ana maono. Sasa hayo maono pia hauwezi kuwa nayo kama una low self esteem. Lazima uwe na self esteem. Self esteem ni ile hali ambayo unavyojiona na vile ambavyo unavyojihisi kuhusu wewe, kwamba naweza, ninafaa, ninatosha. Hasa watu wengi pia ambao hawana low self esteem, ambao hawana self esteem, wengi huwa hawawezi kuongoza watu na kujiongoza hata wao wenyewe, kwa sababu muda mwingi wanakuwa na mfadhaiko. Kwenye maelezo yako umegusia makundi manne. Saikolojia, maana wana saikolojia mmewagawanya wanadamu kwenye hayo makundi, na ukasema kuna makundi mawili wao wanakuwa walivyozaliwa tu wao ni viongozi. Wanaweza kaongoza. Lakini ukataja kasoro kwamba ni watu fulani kama wasiotimiza hivi mambo fulani, kwa sababu wao they go by experience. Talented. Ndivyo walivyo. Ni kweli. Na vitu kama hivyo. Kwa faida ya watazamaji, unaweza kuyagawanya kwa haraka sana makundi manne ya kila kundi na tabia zake kwa haraka?
Okay. Kuna makundi manne, hizo ni hulka tunaziita au temperament, four temperament. Ya kwanza ni sanguine. Sanguine ni watu ambao ni social going. Social going maana yake ni watu ambao wanapenda sana kuongea, lakini ni watu ambao pia wana marafiki wengi, ni watu ambao hawawezi kukaa peke yao kwa muda mrefu. Sawa? Lakini pia ni watu ambao wanafanya sana maamuzi bila kufikiria. Ni watu ambao wanapenda raha. Ni watu ambao hawawezi kutunza siri. Au ni sanguine. Sawa Lakini choleric ni watu ambao ni arrogant by nature, ni watu ambao wanajiamini, ni watu ambao wanajikubali. Unajua kuna mtu unaweza kukutana na mtu anajikubali kiasi kwamba kwa anajisikia vibaya. Yaani kuna mtu anajikubali mpaka anajisikia vibaya, anasema huyu naye yani kama anajidai. Sasa ndio choleric wenyewe. Yaani wanajikubali yani mpaka wanapitiliza. Choleric wanakuwa na wengine wanakuwa na overconfidence kwa sababu ile inakuwa ni natural, their natural born. Yaani ndivyo walivyo. Kwa hiyo they don't fake to be them, they are them. Kwa hiyo hali pia inafanya hata wao waweze kuchukiwa na watu wengi. Lakini pia vile vile ni viburi, wapendi kushauriwa, wanapenda kusimamia misimamo yao, wana maamuzi magumu vile vile, lakini pia wajali. Mara nyingi choleric wengi wao wapendwagi na watu, lakini wao wanajikubaliki tu wenyewe hivyo hivyo, wanaenda na maisha yanaendelea. Lakini pia kuna phlegmatic. Hawa ni watu makini ambao kwa namna fulani naweza nikasema ni watu ambao huwa ni wakimya, lakini wanapenda sana kujifunza. Ni watu ambao wanafahamu mambo mengi, ni watu ambao pia wana utulivu wa akili, wana composure. Ni watu ambao ni wakimya, lakini sio pengine labda hawajachangamka, huwa wanachangamka kwa vipindi. Huyu phlegmatic akikutana na phlegin mwenzie, wanaweza kuzungumza kusema kumbe jamaa wanaongeaga hivi, kwa sababu akakutana na mtu sahihi. Kwa waongeongei kama sanguine au hawatishii kama choleric. Choleric ni wakali vile vile. Lakini hapa nazungumzia phlegmatic. Choleric ni wakali na ni watata. Kwa hiyo phlegmatic kingine pia nadhani ni watu ambao ni wanajipenda sana kujifunza, wanapenda kusoma vitabu, lakini pia ni watu ambao ni wagunduzi, the innovators. Lakini pia kuna melancholic. Melancholic wa mwisho ni watu ambao ni wapweke. Ni watu ambao wana huzuni, lakini pia ni watu ambao ni artistic. Ni watu ambao wanapenda sana kuchora, wanajua sana kuchora, they know how to craft ideas. Lakini pia ni watu ambao wanapenda sana kufuatiliwa na wanapenda kupendwa. Yani ni kama last born. Wanapenda sana attention. Kwa hiyo hawa kwa namna fulani watu ambao huzuni kwao inawasumbua sana. Yani hawawezi kuishi wenyewe. Phlegmatic, huyu ni mtu ambaye anaweza kaishi mwenyewe yani. Ukashangaa mbona wewe uoi? Yeye yuko tu safi. Yani sio kwamba pengine hana hisia, wanaweza kujizuia. Lakini hawa tunaona wanalia. Hawa melancholic people, they can cry, wanatafuta msaada. Yani wana grief, lakini wana upendo. Yani wao wanapenda kupenda watu wengine, au wanapenda kurudishiwa wanachokifanya kwa watu wengine. Hawa melancholic. Kwa mara nyingi wanajali sana kupitiliza mpaka kiasi kwamba mioyo yao inakuwa inauma wanapoona watu wanaowajali hawarudishi zile fadhila ambazo wanazozifanya kwao. Sawa, nikurudishe kwenye hoja ya mitandao pale na vyombo vya habari tukielekea kuhitimisha. Mwananchi anawezaje kujilinda kisaikolojia dhidi ya matamko na maneno fulani ambayo wanasiasa wamelipuka na hili ukamshambulia hiki, labda mimi ni wa chama fulani nimesikia wa chama tofauti ametusema sisi au amesema hiki na kile. Mashambulio ya maneno, matamko mbalimbali, uchochezi, kisaikolojia mwananchi anaweza kujilindaje? Mwananchi kujilinda na mashambulizi au machocheo, kwanza inabidi aelewe kwamba siasa ina pande mbili. Pande ya kwanza ni pande ya kuhamasisha, lakini pande ya pili ni pande ya kuvuruga hisia. Mwanasiasa anaweza akavuruga kitu au akavuruga utulivu wa watu kwa kusema kauli moja, ambayo kauli kila mtu anatafsiri kwa namna yake. Unaona? Upande wa kuhamasisha anaweza kasema kitu ambacho kinaweza kweli kikahamasisha wananchi, kwamba wananchi wanaishi maisha magumu, kila mtu mwananchi akahamasika. Lakini upande wa kuvuruga anaweza kazungumza kauli moja ambayo ikaleta tafsiri mbaya sana kwenye jamii na kila mmoja kwa kila mwananchi inabidi elewe ya kwamba kila kinachosemwa na mwanasiasa anaweza akawa anakisema akiwa na utimamu, na wakati mwingine pia akiwa hana utimamu, kwa sababu wale ni binadamu. Wale sio mitambo. Kwa tuwe makini sana na kauli ambazo zinazosemwa. Ukiona mwanasiasa anasema kitu ambacho kiuhalisia hakileti maana, basi ujue hayupo sawa wakati huo. Kuna kuteleza. Kuna muda akili inachoka, na kuna wakati unazungumza vitu kulingana na muktadha. Na kuna muda unazungumza ili ujitetee tu, you are defending yourself, kwamba hapa inabidi nizungumze kitu cha kibabe nionekana mimi ni mbabe kwa sababu nimebatana na watu ambao ni wababe kwa namna fulani.
Kwa wananchi inabidi wawe makini sana na kauli za wanasiasa wanapoahidiwa kitu, wasije wakadhani pengine labda kitatimia. Wanapoambiwa maneno mazuri, wasije wakadhani pengine labda yote wanayoambiwa yatafanyika. Wawe tayari kutarajia yasiyotarajiwa. Kwa sababu siasa pia ina ahadi nyingi sana. Ahadi ni nyingi kuliko utekelezaji. Sawa, tuhitimishie kwa kutueleza ninyi wataalamu wa saikolojia mna jukumu gani kwenye kipindi kama hiki? Sisi kama wataalamu wa saikolojia katika kipindi hiki cha siasa, nadhani kwa watu ambao wana kaliba ya uongozi, ni kipindi muhimu ambacho inabidi kama wana nafasi waone wataalamu, kwa sababu unapoingia kwenye mashindano ya kuzungumza, unajua siasa pia ni kama mashindano ya kuzungumza. Jinsi unavyonadi sera zako ndivyo utakavyopokelewa. Kwa kuna watu wanaweza kawa na changamoto ya kuwasilisha sera zao. Unaweza kawa ndio una sifa, unaweza kawa ndio unaheshimika, lakini ukashindwa kunadi sera zako jukwaani, na mwisho wa siku watu wakaona huyu mtu kama kuzungumza na sisi tu hivi hawezi. Je, utekelezaji ataweza? Ni mashindano majukwaani. Kwa watu inabidi wajiandae kisaikolojia, watu inabidi wawe tayari, na hao contestants wote inabidi pia waelewe kwamba kuna kushinda na kushindwa. Kwa hiyo usiweke tu akili yako kwamba pengine naenda kushinda. Iandae pia kutarajia kisichotarajiwa. Unaweza kawa ndio umekuwa ukishinda siku zote, lakini awamu hii ukashindwa. Kwa hiyo utakaposhindwa usianze kuhuzunika sana na kusema pengine labda haikustahili. Hapana, ni wakati wako wa kupumzika umefika. Na utakaposhinda vile vile ili hali ya kustahili, usije ukaanza kusema sijastahili. Hapana, ni wakati wako wa wewe kuweza kusaidia jamii na kuweza kufanya vitu kwa ajili ya taifa lako. Kwa hiyo hakuna ambaye anashindwa kwa bahati mbaya, hakuna ambaye anashinda kwa bahati mbaya. Vyote vinatokea kwa makusudi fulani. Kwa hiyo kila mwanasiasa inabidi awe tayari kwa ajili ya kuweza kusaidika kisaikolojia pale ambapo uchaguzi utakaribia na baada ya uchaguzi kuisha, kwa sababu naelewa kuna gharama nyingi zinatumika, lakini pia kuna vitu vingi vinafanyika na kuna mambo mengi wanafanya. Kwa hiyo badala ya kuwekeza nguvu yako kubwa katika kuroga, onana na wataalamu wa akili wakusaidie jinsi ya kuweza kuzungumza na watu kwa kusikiliza, kwa sababu wengi pia wanawekeza katika imani potofu, wakiamini pengine kwa kufanya hivyo kunaweza kuwasaidia wao kuweza kukubalika, lakini kumbe akili za watu ziko tofauti sana. Wanaweza kuwa receptive kwa kusikiliza wewe kwa sababu ya kuzungumzia vitu vichache ambavyo vinagusa mioyo yao moja kwa moja. Asante sana. Asante sana, nashukuru. Namna wanavyoweza kukupata? Mimi napatikana kwenye majukwaa yangu ya kijamii. Ukiingia Instagram ukiandika Kalungu Psychomotive utanipata. Ukiingia Facebook ukiandika Kalungu Psychomotive, yani single L, Kalungu Psychomotive utanipata. Ukiingia YouTube, ukiingia LinkedIn, nipo karibia majukwaa yote ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ukiingia kule utajifunza vitu vingi sana kuhusu afya ya akili na mambo mengine ambayo yanahusu maisha, mahusiano, maendeleo binafsi na kila kitu ambacho kinahusu akili yako. Asante, nashukuru. Sawa, mtazamaji, ninahitimisha kwa mtindo huo. Kumbuka ilikuwa ni Jicho la Uchaguzi na mimi naitwa Beni Mitimingi, nilikuwa na Charles Kalungu, mtaalamu wa saikolojia, na umemsikia hapo ametaja mitandao ambayo yeye anapatikana, unaweza kupitia huko kwa kukutana na content mbalimbali, maneno mengi aliyozungumza ambayo yangeweza kusaidia wewe sio tu kwenye masuala haya ya kisiasa ambayo tumeyazungumza hapa, inawezekana ni ya kijamii, tukifamilia na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo tukutane wakati mwingine, kuna mengi ya kujifunza kupitia Jicho la Uchaguzi.